Bila shaka siku zote wanasema kwamba ya mgambo ikilia kuna jambo. Na jambo lipo katika awamu hii ya TV47 Weekendi. Katika kipindi cha dakika 30 na mimi ni kujuze yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Weekendi. Na jana usiku tujaiona na maneno kama hii. Nimekaa hapa Isiolo miaka 40, lakini ile madhara imefanyika jana hatujaiona. Watu wawili wahofiwa kufariki katika kaunti ya Isiolo baada ya gari la mwakilishi wadi wa Oldonyiro kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Watu 4 wafariki dunia katika ajali mbaya barabarani iliyotokea mapema asubuhi ya Jumamosi kaunti ya Kiambu. Polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa fundi wa magari na ambaye alipatikana ameuawa eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu. Na mkuu wa upelelezi Mohamed Amina mkashifu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu madai ya njama ya mauaji. If the former deputy president has an issue in a matter concerning constituting a threat to his life and property, he should go and report to the nearest police station and not to engage himself in media theatrics. Naam, karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Wakazi wa kaunti ya Isiolo wanakadiria hasara kutokana na mvua kubwa ilionyesha usiku wa jana, kisababisha vifo vya mifugo, huku wafanyabiashara wakipoteza mali ya mamilioni. Gari ya mwakilishi wadi wa Oldonyiro ilisombwa na maji. Watu wawili waliokuwa ndani ya gari hilo mpaka sasa hawajulikani walipo. Mike Chalo anatufungulia awamu hii ya TV47 Weekendi kwa taarifa hii. Ni usiku uliokuwa mrefu kwa wakazi wa Isiolo. Mvua ya kipekee ilionyesha usiku wa kuamkia leo katika kaunti hii, ikiwa ya kusimulia, kwani wakazi wanaielezea kuwa kubwa zaidi kuwahi kunyesha na kushuhudiwa. Tangu nikae miaka 40 hakuna imeingia kama hii. Tokea mvua ambayo hatukuweza kuelewa ilitoka saidi gani, laga imefika hapa, nimeweza kuweka hasara ya mamilioni ya pesa. Mvua hiyo ikisababisha hasara kwa wafanyabiashara, huku wafugaji wakipata pigo kubwa. Zaidi ya nyumba 200 katika mtaa wa Soko Mjinga zikisombwa na mafuriko, huku wakazi wakibaki bila makao. Ajuza huyu mwenye ulemavu akilazimika kulalia kitanda kilicho na maji usiku kucha. Wenyewe nilipewa na wakijana wakaniweka kwa kitanda iko na maji, iko ndio nililala na maji mwenyewe. Sufuria, vikombe, sahani, mimi hakuna kitu nimeachiwa. Kuna watu walikuwa na onda zao, sijui naenda kuambia nini. Hata kanisa ilienda. Sasa sisi kama washirika wa Jesus Covenant Ministry, kesho hatuendi kanisa, tutakaa nje. Aidha, gari la mwakilishi wadi wa Oldonyiro David Lemantile aina ya Prado likisombwa na maji kwa zaidi ya kilomita 5 likiwa na watu 3 ndani yake. Boniface Mwirungi mwenye umri wa miaka 22 akibahatika kutokea kwenye dirisha, huku Rajoel Lemantile mwenye umri wa miaka 23 na dereva wa gari hilo Paul Gitonga wakiwa bado hawajulikani walipo. Vilevile inakisiwa kuwa huenda mafuriko hayo yalisababisha kifo cha mtoto mmoja. Mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji na hakuokolewa, ni kwa sababu inaofiwa kwamba alikuwa ameshaaga dunia. Wakazi sasa wanaulalamikia usimamizi wa mji wa Isiolo kutokana na kutotayarisha njia za kupitisha maji ipasavyo, sawa na kivukio kidogo cha kupitisha maji. Isiolo tupate drainage, maana hapa shinda ya hapa Isiolo ni drainage, hakuna drainage. Kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura. Ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja watusaidie sisi hapa Soko Mjinga. Mike Chalo, TV47.
Kazi safi Mike Chalo. Kwingineko ni kwamba watu 4 wamefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyofanyika katika daraja la Membli, kaunti ndogo ya Ruiru, kaunti ya Kiambu. Ajali hiyo iliyofanyika saa 10 asubuhi ilihusisha gari aina ya Suzuki pamoja na lori aina ya trailer. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Ruiru, Charles Kabathi, ni kwamba miili ya hao imefikishwa katika kituo cha kuhifadhi maiti cha chuo kikuu cha Kenyatta. It was a fatal injury traffic accident that happened today at around 4 a.m. along the Northern Bypass near the Membli Bridge, involving 2 vehicles, a Suzuki wagon and a Mercedes trailer. It happened that the 2 vehicles were being driven from Kahawa West general direction to Membli roundabout, and on reaching at the Membli Bridge, the Suzuki vehicle rammed into the trailer, and due to the impact, all the driver and the 3 passengers died on the spot. We are appealing to the drivers on our roads to be very careful during this holiday season and avoid drinking and driving. Now, the 2 vehicles were being driven from the same direction, that is from Kahawa West to Membli roundabout. The Suzuki was on the rear and rammed into the rear of the trailer, and due to the impact, all the driver and the 3 passengers died on the spot. Kwingineko katika taarifa ya tanzia ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya Wanjiru Ng'ang'a aliyeuawa kinyama na mwili wake kugunduliwa katika eneo la Limuru katika mpaka wa Subukia na Rongai. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Samira Mohamed, ni kwamba Wanjiru alikuwa akitoka kazini kuelekea nyumbani kabla ya kuvamiwa na watu wasiojulikana na kuuawa. Biwi la simanzi lilitanda katika eneo la Limuru katika kaunti ya Nakuru kufuatia mauaji ya kinyama ya Wanjiru Ng'ang'a aliyeuawa na mwili wake kugunduliwa katika msitu katika eneo hilo. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 20 aliyehudumu kama mekanika katika eneo la Kiborojo, kaunti ya Nakuru, alikuwa akitoka kazini kabla ya kuvamiwa na kuuawa na watu wasiojulikana. Mauaji ya msichana huyo imeibua hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wakizitaka idara za usalama kufanya uchunguzi wa kina kwa haraka na kuwakamata waliotekeleza mauaji ya Wanjiru. Aidha, gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika amekemea mauaji ya kinyama ya Wanjiru, huku akiziomba idara husika kuingilia kati na kuhakikisha haki imetendeka kwa msichana huyo. Samira Mohamed, runinga ya TV47. Asante sana Samira kwa taarifa hiyo. Na tukisalia katika masuala yanayohusiana na hayo, ni kwamba familia moja katika eneo la Kajulu, kaunti ya Kisumu, inatafuta haki baada ya tukio la kusikitisha ambapo mwanao Cynthia Onyango, mwanamke mwenye umri wa miaka 24, alidungwa kisu mara 2 na mwanamume anayedaiwa kuwa Sebi Obonyo kutokana na mzozo wa mapenzi. Mwanamke huyo kwa sasa amelazwa hospitalini akipigania maisha yake. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea katika kijiji cha Nyambogo na limeibua maswali mengi kuhusu usalama wa raia na uwajibikaji wa polisi. Kwa mujibu wa jamaa na familia, kijana huyo alikamatwa na wanakijiji wenye hasira kali na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kajulu. Mimi nilikuwa hapa ndani na huyo msichana hapa ndani.
mpaka tulikuwa tuna watch movies zingine hapo kwa nyumba yangu hapo na yeye. Kidogo tu kutoka nje kufika hapo na duka maana analea hapa ndani. Hakusuka hivi analea kuja hivi sikuenda mbele kurudi na mbio nimekuta kama ameanguka chini, damu inatiririka kwa nini. Paka huyo jamaa kutoka nje saa hiyo alikuwa anatoka nje na kubebia sisi kisu atudunge nayo. Mimi na brother yangu huyo tulimsika hapo. Sasa walimshika, akishadunga huyo msichana damu inatirika. Huyo msichana pia naye alikuwa akipiga nduru. Walimshika wakamshika na watu wa kijiji, wakampiga, wakampeleka hadi kwa police station. Sasa kufika huko kwa police station, huyu kijana alitoroka mbio mbele ya hawa mapolisi. Sasa tulikuwa tunaomba huyu kijana apate haki yake juu huyu kijana alikuja kumvamia kwa nyumba yake. Na huyo msichana tunasikia sio bibi yake, ni msichana tu mwenye mtu kila kijana naye akimtongoza akikubali anaweza enda naye. Nasikia tu huyo msichana alikuwa girlfriend wa Sebi. Anasema kama alikuwa girlfriend wake, mbona akakuja kumdungia kisu huku? Si angemchukua tu ampeleke huko mbele, aenda aseme nyewe huyu alikuwa girlfriend wangu, nilikuwa na date na yeye. Si angemchukua tu ampeleke huko mbele, ama angekuja kuchukua msichana ampeleke kwao. Bila shaka tunatumai kwamba haki itatendeka. Na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed Amin amemjibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtaka Gachagua kupiga ripoti iwapo maisha yake yamo hatarini. Amin anasema kwamba idara ya upelelezi haina upungufu wowote na watawajibika ipasavyo. Aidha, Amin amemtaka Gachagua kuacha sarakasi za vyombo vya habari. Baada ya Gachagua kudai kwamba maisha yake yamo hatarini na kwamba anahitaji ulinzi katika mali yake na vitu vyake, mkurugenzi wa idara ya upelelezi Mohamed Amin sasa amemtaka Gachagua kupiga ripoti katika kituo cha polisi iwapo maisha yake yamo hatarini. Any report that comes, just like in other citizens of the country, will be investigated to its logical conclusion. Mine, I associate myself fully with the sentiments of the Inspector General and encourage him to go and report the matter to his nearest police station. And he will be treated and accorded assistance just like in other citizens of this country. Kadhalika, amemtaka Gachagua kuacha sarakasi za vyombo vya habari. Hata hivyo, Amin anasema kwamba masaibu yake yalijibiwa na Inspector General wa polisi Douglas Kanja kwa mapana na marefu zaidi. Amin amezungumza na waandishi wa habari akiwa katika kaunti ya Mombasa wakati wa kukagua usalama hasa maeneo ya Pwani msimu huu wa sikukuu ya Pasaka. Kauli ya Mohamed inajiri siku chache baada ya Gachagua kuibua madai kwamba maisha yake yamo hatarini na anahitaji ulinzi wa kutosha. Inspector General wa polisi Douglas Kanja alimshauri Gachagua kuzungumza na maafisa wa polisi na kuwajulisha kwa wakati jinsi ratiba yake ilivyo, ikiwemo mikutano ya hadhara ambayo amekuwa akifanya ili kuwawezesha maafisa hao kujipanga vilivyo. Gachagua amekuwa akilalamika kwamba mikutano yake ya hadhara inaathirika mara nyingi ambapo magaidi wanatumwa kuharibu mikutano yake. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kazi safi Paul Kirobi. Na huenda kukashuhudiwa mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu nchini kufuatia mswada mpya unaopendekeza kusitisha majukumu ya baraza la mitihani nchini NEC na kuunda mamlaka mpya itakayojulikana kama Baraza la Taifa la Tathmini za Elimu KNESC. Iwapo mswada huo utaidhinishwa, teknolojia ya kisasa maarufu itachukua nafasi katika uandalizi na uhakiki wa mitihani ya kitaifa. Ijapokuwa hatua hiyo imetajwa kuwa ya kisasa na yenye maono, wataalamu wa masuala ya elimu wameelezea wasiwasi wao kuhusu utekelezaji wake katika maeneo ya vijijini na maeneo duni mjini ambapo miundo misingi kama umeme na vile interneti bado tatizo lipo. Andrin Kilemi amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ili kuimarisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi CBC, mswada huo mpya unapendekeza kutupiliwa mbali kwa Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC na nafasi yake kuchukuliwa na Baraza Jipya la Kitaifa la Kutathmini Elimu KNEAC. Hatua hii ikiashiria mageuzi makubwa ya kihistoria katika sekta ya elimu. Mswada huu unalipa baraza mamlaka ya kusajili vituo vya tathmini ya kielektroniki, kuunda mifumo ya mitihani ya kidijitali na hata kufanya tathmini kwa niaba ya taasisi za kigeni. Iwapo mswada huu utapitishwa kuwa sheria, teknolojia ya kisasa maarufu AI itatumika kuandaa na kuhakiki mitihani ya kitaifa, hatua ambayo sasa imeibua hisia mseto miongoni mwa wadau wa elimu. I believe that AI is quickly taking up space in the current world, and the bill that is being passed on AI being the one to mark students' exam, I think that is the future of the world. This current regime, AI is just the best to go. You ought just to cope up with it, so long as the correct measures are put in line and those overseeing it maintain it. I know there will be some scarce of employment because some of them are going to be right off, but we believe that AI will be at least genuine in everything that any sector is working on. Japo hatua hii imetajwa kuwa nzuri na inayoendana na mwelekeo wa kisasa na yenye lengo la kuongeza ufanisi masomoni, maswali yameibuka kuhusu utekelezaji wake katika maeneo ya mashinani na vitongojini ambako umeme na huduma nyinginezo kama za interneti ni duni. Je, teknolojia hizi zinatumika na zitakuwa na usawa wa wanafunzi wote nchini kote? Kulingana na sehemu za jiografia, kuna sehemu zingine ambazo labda teknolojia haijafika zaidi, na kuna zingine kama huku sehemu za miji na sehemu ambazo kuna stima na mambo kama hayo ni rahisi kupata teknolojia. Kwa hivyo ni muhimu wakati tunazingatia sasa, hata tunapobadilika tuingie katika assessment na tuangalie wanafunzi wetu labda kata kusahisha mitihani yao, tutatumia teknolojia. Ni je, tutatumiaje hizi teknolojia ili tuhakikishe kuwa kuna usawa? Na wakati huo, kabla tujafikia kufanya uamuzi kabisa ati lazima tutumie teknolojia, basi lazima tufanye ile inaitwa piloting. Tuone je, inaweza kufanya kazi katika kuwatahini wanafunzi na pia katika kusahihisha mitihani ya wanafunzi. Mswada huu pia unapendekeza adhabu kali kwa yeyote atakayekiuka sheria na kanuni za mitihani. Unapendekeza kifungo cha hadi miaka 10 jela au faini isiyozidi shilingi milioni 2 kwa mtu yoyote atakayepatikana na vifaa vya mitihani kabla au wakati wa tathmini bila idhini. Mtu yoyote ambaye bila mamlaka ya kisheria atabadilisha kumbukumbu za baraza kuhusiana na tathmini au matokeo ya mtahiniwa atakabiliwa na kifungo kisichozidi miaka 5 au faini isiyozidi shilingi milioni 1. Hatma ya mswada huu sasa imo mikononi mwa wabunge. Ikiwa utaidhinishwa, basi kizazi kipya cha mitihani nchini kitakuwa kimeanza. Lakini swali linalosalia ni moja tu. Je, tuna miundo msingi ya kutosha kufanikisha azma hii? Andrin Kilemi, TV 47. Kwingineko ni kwamba taifa la Kenya linakumbwa na uhaba wa damu. Watu wanaoishi na ugonjwa wa hemophilia, yaani kuvuja damu kupita kiasi, wamelalamikia pakubwa gharama ya juu ya matibabu, huku wakielekezea kidole cha lawama kwa serikali kwa kukosa kuwekeza shilingi milioni 500 kukabili ugonjwa huo kila mwaka. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno anauketwa wa taarifa hii. Na mtazamaji, hebu fikiria haya. Wewe ni kijana au mwanaume aliye na ari ya kucheza mpira ila hauwezi, au wewe ni msichana unayetamani sana kutoboa masikio kama njia ya urembo ila hauwezi kufanya hivyo kwani utatiririkwa na damu nyingi kupita kiasi. Hii ndiyo taswira kati ya takriban Wakenya 1000 wanaoishi na ugonjwa wa hemophilia, yani kuvuja damu nyingi, kwani miili yao haina uwezo wa kugandisha damu. But hawezi toboa masikio bila kutumia 150,000 Kenya shillings. Kwa sababu lazima kwanza wadungwe factor concentrate, clotting factors, ndio wapate kutobolewa masikio, otherwise they will bleed to death. The most precautions is we tell the boys not to fight other boys, even in school. We tell the boys not to play football. Football is not our game.
wanaoishi na hali hii wanavuja damu nyingi wanapopata majeraha. 25 lives have been lost in just 4 years, not from the disease itself, but from a system that failed them. Na wengine wameaga dunia wanapotahiriwa. Wanawake wengi walio na ugonjwa huu pia wamefariki wakati wa kujifungua baada ya kupoteza damu nyingi. My teeth were removed because it is a culture that we remove our lower teeth as Maasais. I lost my blood to almost death. Nilibreed sana hiyo mwaka after kutahiri na kwenda nyumbani. Ni bayana kuwa watu wanaoishi na hali hii wanahitaji damu, ila taifa la Kenya hivi sasa linakumbwa na uhaba mkubwa wa damu kufuatia kupungua kwa bajeti, kudidimia kwa wafadhili na pengo katika usambazaji wa damu. Kulingana na Wizara ya Afya, hapo awali taifa la Kenya lilikuwa linahifadhi vitengo vya damu 450 kabla ya mchamko wa virusi vya corona, ila kwa sasa viwango hivyo vimepungua mpaka kati ya vitengo 120 na 140 kila siku. As a country we need 1 million units to be able to assist in managing bleeding or blood-related disorders that would require or benefit from blood. Wanaoishi na hemophilia pia wamelalamikia gharama ya juu ya matibabu, ikizingatiwa kuwa sindano moja kati ya watoto walio na hali hiyo ni shilingi 50,000, huku matibabu kati ya watu wazima ni takriban shilingi 300,000. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Kazi safi Elizabeth Atieno. Na kama njia mojawapo ya kutangamana na mashabiki wa vituo unavyovienzi vya TV47 na Radio 47 hapa nchini chini ya himaya ya Cape Media, watangazaji wa vituo hivyo walitangamana na mashabiki katika mkesha wa Ijumaa Kuu katika kanisa la PAG mjini Mombasa. Hafla hiyo iliwaleta washiriki pamoja na kushiriki nyimbo za kiroho na mafundisho ya dini, huku ujumbe wa amani na uwiano ukitawala. Ilikuwa hafla iliyojaa shangwe na furaha tele wakati mtangazaji maarufu wa Radio 47 Eva Mwalili pamoja na watangazaji wenza kutoka Radio na TV47 kutoka kampuni ya Cape Media walipohudhuria kesha ya Ijumaa Kuu katika kanisa la Ziwani PAG mjini Mombasa. Huyu amekuwa disqualified. Washiriki walijumuika kwa nyimbo za kiroho na mafundisho ya dini yaliyojaa matumaini na uwiano, wakipongeza kampuni ya Cape Media kwa kuleta zawadi kemkem. Kipindi cha leo cha Nuru Mtaani kimekuwa very interesting. Tumekuwa na Mama Taifa, tumekuwa na TV na Radio 47 na tumeona raha. Tunataka tena mrudi tena na tena tushirikiane pamoja na nyinyi tu, na kazi ya Mungu itaendelea mbele. Ujumbe wa amani na maelewano ulitawala usiku huo, huku Mama Taifa akitumia nafasi hiyo kutoa wito kwa jamii kuimarisha uwajibikaji na ustahimilivu kwa ajili ya maendeleo ya kijamii. Tunasema hata wale Gen Z ambao wako hapa, muokoke na mukae kwa nuru ya Bwana. Munanisikia? Wale Gen Z wako hapa, siri ni kuokoka na kukaa ndani ya Bwana, si kukaa ndani ya matrends na sijui nini na trend na nini na nini. Jifiche katika mikono ya Bwana. Haleluya. Kesha ya leo imekuwa ya kufana sana, kwa sababu watu waliposikia kuna Radio 47, kuna Mama wa Taifa na TV 47, kila mtu ametamania kuingia katika ibada. Ni imekuwa ibada nzuri sana ya kufana, na hata mimi mwenyewe nilikuwa sijaona Mama wa Taifa na macho yangu. Leo nimefurahi sana, na hata ninatamani tu kuhudhuria na kuwatazama TV na kusikiza Radio 47 kila mara. Na furaha sana nimeona leo Mama Taifa Eva Mwalili kutoka Radio 47, na pia natuma salamu kwa Alex Mwakideo na Mwashumbe, wao wananibamba sana kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Barikiwe sana. Mashabiki waliojawa na furaha sasa wanaitaka Cape Media kuandaa hafla kama hii kila mwezi, wakisema kuwa itakuwa njia nzuri ya kuendeleza nuru ya radio na TV47 ili iweze kung'aa zaidi na kufikia mamilioni ya Wakenya wote kote nchini. Naitwa Brian Barasa Siundu, nafanya kazi na TV47
lakini ofisi yetu ya Mombasa. Tukidunda viwanjani ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets watacheza dhidi ya timu ya Cameroon kesho jioni ugani Nyayo hapa jijini Nairobi. Kikosi cha Mildred Cheche kimeandaa mazoezi leo ugani Nyayo, huku wakijitayarisha kwenye mchuano wa kufuzu kwa kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo. A very competitive match tomorrow. Because Cameroon is not an easy team. We are also not an easy team. So it will be a very competitive match, and whoever prepares tactically well will carry the day. The 17 is very different because all players are young, and all players, they are not tactically well prepared. So most of them is more of the individual brilliance. So we will look out to outdo them tactically. Mi kitu naweza motivate wenzangu kesho, si tunajibelieve na tunajitrust na tunajua football sio mwili, hatuangalii physical body yao na tuangalii venye wao ni wakubwa. Tunajua last year walicheza na under 20 wakawapiga, but sisi tunajibelieve na tunajua tunataka kupata win tukiwa home. Sisi lessons tulipick, tunafaa tu kuput more effort, tukue hard workers. Prepare game ya kesho, mimi niko na psych na believe kwa teammates wangu na believe pia in God. Najua sisi tunaenda kujituma na sisi wanga hatuangalii mwili. Tunatumia tactics tuko nazo na tunajiaminia wenyewe na psyche iko juu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ndio inanipa nafasi mimi kukamilisha awamu hii ya TV47 Weekendi saa 1. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuwa Roda Nyamai. Lakini kabla sijaondoka, wiki jana nilisema utamu wa pipi ni mate na utamu wa supu ni mandazi. Kwaheri kwa sasa.